Katika wakati ambao mvutano wa kijeshi unaendelea kuongezeka Mashariki ya Kati, Iran imeweka wazi msimamo wake wa kuimarisha ushirikiano wa karibu na Urusi, hatua inayoweza kubadilisha mizani ya nguvu katika siasa za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa mashauriano kati ya nchi yake na Urusi yana umuhimu mkubwa, hasa katika kipindi hiki ambacho Iran inakabiliwa na changamoto za vita na shinikizo la kimataifa. Kauli hii imekuja wakati ambapo Iran inaendelea kujipanga kisiasa na kijeshi kukabiliana na hali tete inayozunguka eneo hilo. Kwa miaka kadhaa sasa, Iran na Urusi zimekuwa washirika wa karibu katika masuala ya kimataifa, hasa katika migogoro kama ile ya Syria. Ushirikiano wao umejikita katika maslahi ya pamoja ya kupinga ushawishi wa Magharibi, hasa Marekani na washirika wake. Katika muktadha wa sasa wa vita vinavyoikumba Iran, Araghchi amesisitiza kuwa kuna fursa muhimu ya kufanya mashauriano ya kina na Urusi ili kuhakikisha kuna uratibu wa kimkakati. Hii inaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa msaada wa kijeshi, kiintelijensia au hata kidiplomasia kutoka Moscow kuelekea Tehran. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa hatua hii inaweza kuongeza mvutano kati ya kambi mbili kubwa duniani, yaani upande unaoongozwa na Marekani na ule unaoegemea Urusi na washirika wake. Wakati huo huo, hatua nyingine muhimu imeibuka kutokea Asia Kusini, ambapo Pakistan imeidhinisha rasmi usafirishaji wa bidhaa kuelekea Iran kupitia ardhi yake. Kupitia wizara yake ya biashara, Pakistan imetoa agizo jipya lilijulikanalo kama Transit of Goods Order 2026 ambalo linatoa ruhusa kwa bidhaa kutoka nchi za tatu kupita ndani ya Pakistan kuelekea Iran. Agizo hilo limeainisha njia kadhaa muhimu zitakazotumika katika usafirishaji huo, zikiwemo Gwadar, Karachi, Taftan, Port Qasim, Omara, Quetta na Kuzda. Hatua hii inachukuliwa kama jaribio la kuimarisha biashara ya kikanda na pia kutoa njia mbadala za kiuchumi kwa Iran, ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na vikwazo vya kiuchumi kutoka nchi za Magharibi. Muunganiko wa hatua hizi mbili, yaani ushirikiano wa Iran na Urusi pamoja na ufunguzi wa njia za biashara kupitia Pakistan, unaonyesha wazi kuwa Iran inajitahidi kujinasua kutoka katika utegemezi wa mfumo wa Magharibi. Kwa upande wa kiuchumi, Iran inaweza kupata nafuu kupitia njia mpya za biashara huku ikipunguza athari za vikwazo. Kisiasa, ushirikiano na Urusi unaweza kuimarisha nafasi yake katika majadiliano ya kimataifa na hata kuongeza uwezo wake wa kujilinda kijeshi. Hata hivyo, hatua hizi pia zinaweza kuchochea wasiwasi kwa nchi za Magharibi na washirika wao katika Mashariki ya Kati, hususan kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa muungano imara unaoweza kupinga maslahi yao. Katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi, Iran inaonekana kuchukua mkakati wa pande mbili, kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kidiplomasia na Urusi, huku ikifungua njia mpya za kiuchumi kupitia Pakistan. Swali kubwa linalobakia ni je, hatua hizi zitasaidia kuleta utulivu au vitaongeza zaidi mvutano wa kimkakati? Mkutano kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi huko St. Petersburg umeibua ujumbe mzito wa kimkakati. Kwa ushirikiano kati ya Moscow na Tehran si wa kawaida tena, bali ni muungano unaolenga kuathiri mwelekeo wa siasa za dunia. Katika mazungumzo hayo, Putin alisisitiza kuwa Urusi iko tayari kufanya kile iwezalo kwa kushirikiana na mataifa ya kikanda kuhakikisha amani na rejea Mashariki ya Kati haraka iwezekanavyo. Kauli hii inakuja wakati eneo hilo likikumbwa na migogoro inayohusisha Iran, Marekani na washirika wao. Kauli ya Putin haikuwa ya kawaida. Iliambatana na ishara ya karibu zaidi ya uhusiano wake na Iran, kupokea ujumbe maalum kutoka kwa Mojtaba Khamenei, mtoto wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hii inaashiria kuwa mawasiliano kati ya mataifa haya mawili hayapo tu katika ngazi ya serikali, bali pia yana mizizi ya kina ya kisiasa na kiitikadi. Putin pia aliwasifu wananchi wa Iran kwa udhabiti na ujasiri wao katika kulinda uhuru wa taifa lao, akituma ujumbe wa wazi kwa dunia kwa Urusi inaona Iran kama mshirika halali anayepaswa kuheshimiwa, si kushinikizwa. Kwa upande wake, Abbas Araghchi hakuficha msimamo wa Tehran. Alieleza kuwa uhusiano kati ya Iran na Urusi ni ushirikiano wa kimkakati, ushirikiano ambao utaendelea kukua. Kauli hii ina uzito mkubwa, hasa ikizingatiwa mazingira ya sasa ambapo Iran inakabiliwa na presha na shinikizo kutoka mataifa ya Magharibi, hususan Marekani. Araghchi alishukuru Urusi kwa msaada wake, akisisitiza kuwa wananchi wa Iran wameonyesha uwezo mkubwa wa kustahimili kile alichokiita shinikizo na uchokozi wa Marekani. Hapa, Tehran inaonekana kujenga simulizi ya kujilinda dhidi ya nguvu za nje, huku ikiimarisha ushirikiano na Moscow kama nguzo muhimu ya kujihami kisiasa na kijeshi. Mkutano huu haupaswi kutazama kama tukio la kawaida la kidiplomasia. Ni sehemu ya mchezo mpana wa nguvu kati ya kambi mbili kuu za dunia.
Magharibi inayoongozwa na Marekani na muungano unaochipukia unaojumuisha Urusi, Iran pamoja na China. Urusi ambayo tayari iko kwenye mvutano mkali wa mataifa ya Magharibi kutokana na vita vya Ukraine, inaona Iran kama mshirika muhimu katika kupanua ushawishi wake Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Iran inaitumia Urusi kama kinga ya kisiasa na kijeshi dhidi ya vikwazo na shinikizo la kimataifa. Kauli ya Putin ya kutaka amani inaweza kutafsiriwa kwa njia mbili. Moja, diplomasia ya kweli. Urusi inaweza kuwa inajaribu kujijenga kama mpatanishi mkuu katika eneo hilo, hasa wakati Marekani inapoteza ushawishi wake kwa baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Mbili, mkakati wa nguvu. Kwa kuimarisha Iran, Urusi inaongeza nguvu ya kambi inayopinga Marekani, jambo ambalo linaweza kuongeza mvutano badala ya kuupunguza. Kwa vyovyote vile, mkutano huu unaashiria kuwa Mashariki ya Kati itaendelea kuwa uwanja wa ushindani wa kimataifa ambapo siasa, rasilimali na ushawishi vinapiganiwa kwa njia ya moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja. Ushirikiano kati ya Urusi na Iran unazidi kuwa wazi na wa kina. Kauli, mikutano na ishara za kisiasa kama hizi zinaonyesha kuwa dunia inaelekea katika mpangilio mpya wa nguvu, ambapo mataifa yanajipanga upya kulingana na maslahi yao ya kimkakati.